Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Ikulu ya Tanzania imeweza kutetemeshwa na habari ambayo imeweza kufika katika ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kuendewa ghafla na kuamrishwa kufanya hili ambalo naenda kukuelezea katika kanda hii. Vile tunajua amri jeshi mkuu katika taifa la Tanzania sio mwingine ila tu ni Samia Suluhu Hassan. Sasa vile unavyotazama hewani, idadi ya waliofariki Oktoba 29 itangazwe baraza la wazee. Hii ni habari ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuamrishwa kuhakikisha ya kwamba serikali yake, licha ya yeye kuwa amri jeshi mkuu, kutangaza idadi kamili ya wale ambao waliangamia kufuatia machafuko yaliyoshuhudiwa katika taifa la Tanzania. Naomba kusoma chapisho hili kwa sababu linaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Lakini kabla nizizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi a like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi a like. Na ikiwa hauja subscribe, wewe ni mgeni na kuomba tukaweze kusubscribe. Sasa chapisho hili linasema ya kwamba baraza la wazee nchini Tanzania lilikutana chini ya mwavuli wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, limeitaka serikali nchini humo kutangaza idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 uliogubikwa na hali ya sintofahamu kutokana na maandamano yaliyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini humo. Lakini hata hivyo, wazee hao wamesema itakuwa muhimu hatua hiyo itatekelezwa baada ya tume ya uchunguzi wa matukio kumaliza kuwasilisha ripoti yake. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan amefikishwa kwa kona. Wazee wamekaa chini, wameamua licha ya serikali ya Samia kunyamazia kutangaza idadi ya wale ambao waliangamia wakati na baada ya uchaguzi Tanzania, lazima liwe liwalo liwana liwe wa Tanzania na ulimwengu mzima ujulishwe idadi ya Watanzania ambao waliuawa. Ikumbuko ya kwamba aliyekuwa waziri mkuu katika taifa la Tanzania ambaye anaitwa Jaji Warioba aliweza kukiri yeye mwenyewe, akatangaza akasema idadi ya watu ambao waliangamia Tanzania wakati huu ni wengi ikilinganishwa na wakati wa Tanzania waliuawa kati ya vita ama kwa vita vya Kagera kati ya maadui na Watanzania, kumaanisha Watanzania waliua Watanzania wenzao wenyewe wengi zaidi ikilinganishwa na wale ambao waliuawa wakati wa maadui na Tanzania. Na katika kanda hii naomba tukaweze kuangazia kwa undani kwa nini Rais Samia Suluhu Hassan analazimishwa kutangaza idadi ya wale ambao waliangamia. 1. Uwajibikaji na haki kutendeka. Suluhu amekuwa mstari wa mbele kuomba maridhiano katika taifa la Tanzania na kufikisha mwisho siasa za kutenganisha Watanzania. Lakini maridhiano hayawezi kufanyika pasipokuwa na uwajibikaji na haki kutendeka dhidi ya wale ambao walipoteza wenzao na wale ambao waliweza kujeruhiwa. Haki ni gani? 1. Tujue idadi kamili. 2. Tujue walizikwa wapi ili uwajibikaji uonekane. Ikiwa serikali itaamua kutoa fidia kwa wale walipoteza wenzao ni sawa. Serikali ikiamua kutoa fidia kwa wale ambao waliweza kujeruhiwa ni sawa. Hayo yote yakitimizwa, milango yote ya maridhiano itafunguliwa.
mrengo wa upinzani utakuja, Watanzania watakuja, serikali itakuja, wakae chini, suluhisho halisi liweze kupatikana. Hii ndio muhimu zaidi, kwa sababu haki na uwajibikaji ndio inastahili. Ndio maana analazimishwa kutokwepa, ila tu kutangaza idadi kamili ya Watanzania waliouawa. Namba 2, kwa nini analazimishwa kutoa idadi? Miili iliyokosekana kwa familia zingine ipatikane. Ikumbukwe ya kwamba bunge la Ulaya liliweza kutoa amri Tanzania kwamba familia ambazo ziliweza kupoteza wenzao waweze kukabidhiwa miili waenda kuizika kiheshima. Kuna familia ambazo kufikia sasa wanalia. Umeshuhudia yale ambayo wanatoa mbele ya kamati ya Judge Chande wakilia kwamba mtoto wangu huenda aliuawa wakati wa maandamano, lakini hatujamuona. Familia zingine ziliamua kuzika viatu, zingine kutumia picha, ishara tosha kwamba wamesahau mwenzao pasipoonekana. Sasa maswali ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania, je, mtoto ambaye aliuawa, Mtanzania ambaye aliuawa, ndugu jamaa ambao waliuawa Tanzania walienda wapi? Maana kuna baadhi ya familia hadi kufikia sasa hawajapata wenzao, licha ya kusemekana ya kwamba huenda waliuliwa. Miili ikiwasilishwa kwa familia hizi, huenda idadi kamili itajulikana, na wale ambao inasemekana ya kwamba waliandikiwa cheti katika hospitali mbalimbali kwamba hawa waliweza kuaga dunia kwa homa licha ya kupigwa risasi, sasa idadi itajumulishwa ili tujue wakati wa maandamano ni wangapi waliweza kuaga dunia. Ikumbukwe ya kwamba maandamano yalianza siku ya uchaguzi 29 Oktoba mwaka jana, yakatanda 29, 30, 31, mosi 2 Novemba. Watu wakauawa, lakini Samia Suluhu Hassan alitangaza akiwa katika mkutano na wazee Dar es Salaam, akasema vyombo vya dola, serikali yake ilitumia nguvu zaidi, na wala ambao wanalaumu kwa nini walitumia nguvu, walitaka nguvu kiwango kipi kitumike wakati watu walikuwa wanataka kupindua serikali yake. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload any video clip, you will be notified automatically that Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content always to have our subgroups and develop on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.